3 mwezi wa 5 tulifanya kikao cha kamati ya siasa na kuangalia mienendo mbalimbali na tofauti ambayo inajitokeza katika wilaya ya Kyela. Sasa kama sisi ndio wasimamizi wakuu wa kamati za uchaguzi, baadaye tunageuka kwa wajumbe kamati ya kampeni ya uchaguzi katika ngazi zetu, tunasema kuna mambo ambayo katika tukumbushane. Ndio hasa kikubwa ambacho iko. Jambo la kwanza, nataka kumshukuru sana, kumpongeza sana mwenyekiti wangu wa Chama cha Mapinduzi CCM Taifa, Dr. Samia Suluhu Hassan, kuteuliwa na kuaminiwa na wana CCM kurusha bendera tena Chama cha Mapinduzi kuwa mwenyekiti na mgombea wa Chama cha Mapinduzi ambaye alipata kura zote za ndio kote. Hizi ni pongezi kubwa ambazo zinatolewa na Kyela wote, na huo ndio wimbo ambao tunatembea nao. Lakini vile ni kumpongeza vile Dr. Samia Suluhu kwa kumwamini daktari mwenye falsafa zake, mgombezi wa Chama cha Mapinduzi Dr. Emmanuel Nchimbi kuwa makamu wa rais, kuwa mgombea mwenza ambaye baadaye baada ya uchaguzi na kuwa makamu wa rais. Na ni imani kubwa iliyokuwa nayo kwake, na sisi wana CCM tuliunga mkono kwa kura zote. Tunampongeza sana Nchimbi kwa kuaminiwa na Mama Samia Suluhu Hassan. Tunaahidi wana Kyela kwamba kura zote za rais za ndio. Wana Kyela wana imani nao, wana imani na Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo tuna hakika kwamba tutapata kura nyingi. Na jambo lingine, kutokana na kauli yake mara nyingi amekuwa akiongea kwamba tulinde majimbo. Kwa imani kwamba katika mafiga matatu tutapata mbunge wa CCM na tutapata diwani wa CCM, na ndio kazi kubwa ambayo tunayo. Lakini aidha kamati ya siasa na mashauri ya wilaya Kyela ambayo iliketi tarehe kama nilivyowaambia wa dharura mjadili hali ya kisiasa katika wilaya yetu na kubaini baadhi ya mambo ambayo hayana afya kwa chama chetu kuelekea kwenye uchaguzi mkuu, na baadhi ya mambo kama ifuatavyo. Kwanza, taratibu uliopo kwamba kampeni hazijafunguliwa, na mpaka hapo itakapotangazwa kwamba kampeni za uchaguzi itafunguliwa, hata tarehe 28 itakuwa ni mwaka watachukua fomu, lakini hata kuzoea kufanya kampeni. Na baada ya tarehe 28 kuchukua fomu mwezi wa 6 mwaka huu, baadaye chama kitatangaza muda wa kampeni, itakuwa kuchukua fomu na kurudisha fomu, utaambiwa na vikao vitaanza, na kampeni zitaanza kufanyika tu pale ambapo majina matatu baada ya mchujo kurudi wale ndio watakofanya kampeni. Kwa hiyo tumeona kwamba kumekuwa na tabia ambazo sio rafiki. Sasa tukasema sisi lazima tukemee, kwa sababu sasa hivi hata mtu kutoa zawadi, ukiondolea mbali mheshimiwa mbunge mwenyewe ana haki ya kufanya hivyo kwa sababu yeye bado ni mbunge, lakini mtu mwingine yote kutoa zawadi kwenye kata au sehemu yoyote bila ridhaa ya kamati ya siasa husika ni kosa la kimaadili. Kwa hiyo tunataka kusema, sababu kuna vitu ambavyo tumepitia juzi kwenye mtandao wa Friends of CCM, tunaona mtu akijinadi akisema kwamba ikifika nafasi nilitumeni mimi. Hiyo ni kampeni tosha, piga kampeni. Unaweza kuchukua kitu kukaa kimya na kuondoka. Lakini nakumbusha tu vile kwamba mtu asitumie kofia ya kwamba mimi ni mjumbe fulani, kwa sababu hata wajumbe wa kamati ya siasa hawezi kwenda kwenye kata au sehemu yoyote wakaongelea mambo ya kampeni. Unaona, kwa sababu japokuwa ni wanakubwa, lakini hivyo imetokea kwa wajumbe, baadhi ya wajumbe wa mikutano mikuu wanaenda kufanya ziara kwenye makata. Hiyo hairuhusiwi hata kidogo. Unaona, kwa sababu kama unataka kufanya ziara kwenye kata, basi ni mujibu wa katibu kamati ya siasa ya kata au kamati ya siasa ya wilaya ikuombe mjumbe wa mkutano mkuu huo kwamba tunaomba pahali fulani tukaimarishe, basi ndio wote. Lakini yeye mwenyewe mtu yoyote ambaye ni kiongozi yoyote, lakini haruhusiwi kufanya ziara za aina yoyote, aidha kwenda kuwasaidia wananchi wala kutoa misaada bila ridhaa za kamati ya siasa husika. Na bahati mbaya sana kwamba wanatoa misaada kama hiyo wanajitangaza kwenye mitandao. Unaona, sisi kama waangalizi tunaona bwana kwamba je, ifuata chaneli sawa. Nikasema hilo wao tukae tuongee nao. Unaona,
Na lingine ni baadhi ya watu kupita kwenye makata kuomba idadi ya wapiga kura. Nataka kulisema hilo wazi wazi kwamba labda niseme kwa Kiingereza is prohibited. Unaona, mtu mwenye nia kugombea kwenda kuwaomba kwamba naomba idadi ya kujua wapiga kura ni wajue ni wakina nani, hawaruhusiwi. Na yote ni utaratibu wa Chama cha Mapinduzi, na wao ndio watatoa idadi ya wapiga kura ni wakina nani. Wengine wameenda mbali zaidi, wanaanza kuitisha vikao kwenye makata yao na kwamba tunaomba utuitishie wapiga kura. Hilo kitu hairuhusiwi kabisa. Ni marufuku. Nataka ujumbe ufike kwamba chama ndio kinachosimamia na kamati ya siasa ndio wasimamizi wakuu wa taratibu zote. Kwa hiyo lazima mfuate taratibu na hakuna mtu atakayeruhusiwa. Hiyo nitakusema. Na mwingine ni kwamba mchakato bado na hakuna mtu mwenye guarantee ya kubaki kwenye nafasi yake, kwa sababu hamna taratibu wa kusema kwamba eti mheshimiwa diwani ana guarantee ya jina kurudi, kwamba itakapotangaza itakacho wazi wote wanaanza kuchukua kama alfa na omega, yani mara kwanza mnaanza na wote mnaendelea upya. Kwa hiyo baada ya bunge kutangazwa, hata mbunge naye vile vile ataomba upya, kwa hamna guarantee ya mtu yeyote ambaye yuko pale kwamba mimi lazima jina lirudi. Nitaka kusema hayo ili kwa sababu watu wengi wanapotosha mambo kwamba sisi tuko madarakani tunarudi kama kawaida. La hasha, hapana. Ni mchakato unatarajiwa, na kikubwa zaidi tunaangalia nani atakivusha chama kwenye uchaguzi. Regardless kuwepo au kuwepo, lakini nani atakivusha chama kwenye uchaguzi. Ndio hayo mambo machache ambayo nilisema. Kugawa zawadi hairuhusiwi kabisa, kwa sababu ni kosa kubwa kugawa zawadi kwenye eneo atakayekuwa kugombea. Alafu sasa hata kamati ya siasa yako eneo lako unagombea hawana taarifa. Unaona, kwa sababu kanuni za uchaguzi zinasema kanuni za maadili, kamati ya siasa ndio ina haki ya kuomba bizani kama kuomba mchango, lakini itaamua na kutangaza au kutangaza. Kwa hiyo watu wamefanya kila ni shamba la bibi, wanafanya wanapotaka na kutoa bidhaa mbalimbali na kuomba ridhaa kwamba ikifika wakati watumwe. Hiyo tayari ni kampeni. Lakini mwisho ni lugha za staha, kuheshimiana. Kila mtu amheshimu wenzake, tusitukanane, hasa kwenye magrupu. Magrupu washatukana sana matusi. Lakini ifika mahali kwamba hata wa magrupu ambao wanatukana tutawafungia maadmini wa magrupu hayo, kwa sababu kama admini unaona matusi yanatukana kwenye grupu lako, lakini wewe uchukue hatua, ina maana wewe ni sehemu ya nini? Ya hayo matusi. Kwa hiyo sitaje kwamba sisi tutakaa kimya, watu tutakuwa na nia yoyote ya kukusaidia pale ambapo itakuwa watu watakukulezi kwa kusema kwamba group fat iko kutukana. Kwa hiyo niombe, kwa sababu najua baadhi ya watu wanapita kwenye makata na baadhi ya watu wanapita kwenye sehemu mbalimbali kukusanya watu. Hiyo ni marufuku, hairuhusiwi kabisa, na hakuna mwenye haki ya kushinda zaidi ya mwingine. Chama cha Mapinduzi kinatangaza nafasi kwa wazi, na ikifika mahali utachaguliwa. Tuombe Mungu, kwa sababu uchaguzi unatoka kwa Mwenyezi Mungu, na lazima ukubali kwamba Mungu akitaka huo utakuwa, na Mungu asipotaka huo hautakuwa. Kwa hiyo ni baada ya kuzungumza hayo, mjue mnafikisha ujumbe kwa watu kwamba hata viongozi wa kata, ni swala muhimu kabisa. Viongozi wa kata wasiwe ni sehemu ya wapiga kampeni. Unaona, kwa hiyo tuombe nao vile vile, tutaanza kushughulika nao kuanzia wiki hii. Ukiona mtu kiongozi wa kata anapiga kampeni, anatembea na mgombea, kwa kweli unaweza kuwa usia sehemu ya uongozi kuelekea kipindi cha uchaguzi. Ndio hapo kusema, lakini mwisho kabisa na wapongeza wote kwa kazi nzuri. Waandishi wa habari, msemeni vizuri Mama Samia Suluhu Hassan, anafanya kazi kubwa. Na hapa unaona maendeleo yote ya kila mtu anasema Samia Suluhu Hassan, na tuseme tu kweli kwamba kwa kipindi kifupi cha miaka 4 kafanya kazi kubwa. Wapo watangulizi wake walifanya mambo makubwa, lakini huyu bwana kafanya kazi kubwa zaidi kuliko wengine. Yote hiyo ni utekelezaji wa Chama cha Mapinduzi. Lakini tuna nafasi hivi vile kuwapa pole kwa mafuriko ambayo
sababu mafuriko yanatisha, lakini kila siku tuna bahati mbaya, mvua zinanyesha Rungwe, sisi tunaathirika huku, na imani kwamba mwende mtembee, mpige picha, muonyeshe hali ilivyo, ili kusudi kama kuna mahali pa kusaidia watu wajitokeze kuweza kusaidia. Sina kusema zaidi, lakini nasisitiza sana lugha za staha, kuheshimiana, tusiwaseme watu kwa sababu huwezi jua. Unaona unapomsema leo huyu, kesho atakuwa kiongozi wako, kwa sababu watu ni wale wale kutokana na maneno ya waziri, naibu waziri mkuu. Na kweli watu ni wale wale. Tutatoka hapa asubuhi na kukutana na Tume, kutoka hapa Wizara na kukutana na Jerry. Yaani watu ni wale wale. Maana hiyo mambo ndio. Na niombe tu kwa na nyinyi msio upande mmoja. Mambo na balance story. Mnasema wengine kama ukitoa story na balance story, ili kusudi ziwe nzuri. Sio mnakaa upande mmoja, mmoja akafanya hivi hata kama hajafanya. Kuna watu pia sasa kutokana na tunaangalia tikiti maji, mtango kodi, lakini inshallah maisha yanaendelea. Baada ya kusema, nawashukuru sana. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Asante sana.